Mkuu wa polisi kafirwa, mkuu wa polisi kafirwa. Mkuu wa polisi kafirwa jamani nyie. Mkuu wa polisi kafirwa. Makomando wamevira mtu jamani. Penya. Mkuu wa polisi kafirwa. Natamani nimtaje. Hiyo chupa hiyo. Kakaru, let's go. Mkuu wa polisi kafirwa. Makomando wamefira mkuu wa jeshi. Mupo? Nimemwambia huyu jamaa naye nige kidogo ni Kakaru leta vitor. Ndio. Ni wapi kidogo na nyinyi. Jamani mkuu wa polisi kafirwa. Nimwambia bwana fanya mpango. Bati Damtaki Kakaru jamani mwende kwenye page yake jamani kuna mkuu wa polisi kafirwa. Na video nitumie tu video kimoja tu mimi jamani. Mkuu wa polisi kafirwa. Mnajua kwa nini Mafai haji kwenye nani? Kwenye nani? Kwenye vyombo vya habari. Aliambiwa ngoja kwanza. Habari zenu wa Tanzania. Leo ningependa kuongelea kuhusu maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Na binafsi ningependa kuongea kwa upande wa akina mama. Jamani, akina mama, nyinyi ndio misingi mikubwa kabisa ya familia na ya kijamii. Nyinyi mmebeba watoto kwa maumivu makali sana. Lakini haya yote ni kwa sababu ya matumaini ya watoto wenu. Nyinyi mmejinyima mambo mengi sana hapa duniani. Mmejinyima usingizi. Mmejinyima chakula. Mmejinyima vitu vizuri. Pale ambapo labda ungenunua vitu vizuri kwa ajili yako lakini ukajibana ili utumie hizo pesa kumnunulia mtoto wako kitu chochote. Na matumaini kwa watoto wenu ili watoto wenu wapate maisha mazuri. Lakini mnaonaje au inakuwaje? Hiyo jamii badala ya kuwathamini nyinyi, badala ya kuona mateso, maumivu na uchungu ambayo mmepitia, inaamua kuwaua watoto wenu kwa sababu ya jambo dogo tu, kudai haki zao. Kila mtu ana haki ya kudai haki yake. Sasa nyie akina mama fikirieni kwamba hao watoto ambao mmewalea kwa shida sana sasa wamekuwa wakawa vijana ambao wanajitambua. Hao vijana wakaona kwamba sasa ni wakati wa kudai haki zetu. Wakaamua kwenda kuambia hii serikali haramu kwamba sisi tunataka haki zetu ili na wao wapate maisha bora. Lakini serikali ikachukua uamuzi wa kuwapiga na bunduki. Uamuzi wa kuzima ndoto zao. Uamuzi wa kuchukua damu zao. Uamuzi wa kutothamini au kutotambua ni maisha gani hao vijana wameyapitia mpaka kufika wakati wa kujitambua na kudai haki zao.
Sasa wewe kama mama, kwa hii jamii ya Kitanzania, kwa hii serikali ya kiuaji, serikali ya kijambazi, serikali ya wizi na uongo, serikali isiyokuwa na uwajibikaji, kitu gani kinakufanya usiende barabarani tarehe 7 na kupigania haki zako za msingi, kudai haki za watoto wenu, ndugu zetu ambao waliuawa kinyama tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana? Akina mama, mfikirieni kwamba watoto ambao mmewalea kwa upendo mkubwa sana wanakuwa katika mazingira ya hofu badala ya matumaini, na jamii ambayo haina usalama kwa vijana wake ni jamii ambayo haina kesho. Hii serikali haramu hapa ilipofikia, imefikia sehemu mbaya sana kiasi kwamba tusipoamka tukapigania haki zetu, hakuna mtu ambaye atakuja kutupigania. Hii serikali wameshazoea uongo, wameshaona kwamba kuchukua uhai wa mtu ni kitu cha kawaida. Serikali ambayo mpaka sasa hivi imeweka taifa letu katika deni kubwa sana, lakini bado wanaendelea kukopa. Na wanapoenda kukopa, mnajua wanasema nini? Vigezo gani wanatoa? Wanasema tunaenda kustawisha jamii. Lakini nadhani kila Mtanzania anaona elimu yetu ni mbovu, huduma za hospitali ndo basi, barabara ndo usiseme. Sasa kitu gani ambacho serikali hii ya haramu imefanya mpaka sasa hivi kwa hizo pesa ambazo wanakopa? Na wataendelea kufanya hivyo na tena mpaka watauza kila Mtanzania, kwa sababu hawa watu hawana huruma na mtu yeyote. Sasa naomba tujifikirie sana, akina mama wote. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu ni siku ambayo tutaenda kuandamana, tutaenda kudai haki zetu. Acha kukaa nyumbani. Samia ameua watoto wenu, ameua vijana wenu. Mpaka sasa hivi mimi najua, kila mtu anajua kwamba tuna maumivu makali sana namna ambavyo watoto wetu wameuawa kinyama sana. Wengine wanapigwa risasi za vichwa, wengine wanapigwa risasi za tumbo, yani sehemu yoyote. Wengine wamepata mateso makali sana. Mmeona nyie wenyewe namna askari au mapolisi walivyokuwa wakiwatesa vijana wenu barabarani. Wanawalaza kabisa chini kwa barabara, wanawapiga mateke kama ni wanyama, wanawarukisha vichura, wanawapiga na viboko, wanapiga sehemu yoyote, wanapiga na marungu, wanapiga hadi kwenye vichwa, wanakanyaga kwenye vichwa vya watoto wenu.
na hatimaye wanawapiga risasi za vichwa na kuchukua uhai wao. Sasa niambie, hili ni taifa ambalo wewe unajivunia kuishi? Ndugu zangu, wanawake, walemavu na kila Mtanzania yeyote, naomba tuamke. Tarehe 7 ni siku ya kusema hapana. Tunasema hapana kwa wafisadi, wauaji, waongo, wakatili, kwa sababu sisi tunataka mabadiliko ya taifa letu. Tunataka taifa bora, taifa ambalo litatupatia usalama kwa kila Mtanzania ili tuishi kwa amani. Sio hii amani ya kubanikiwa. Tuwe tayari tarehe 7 mwezi wa 7. Watanganyika, kuna kipindi Paul Makonda na aliongea akasema ataongea na mkuu wa magereza. Watafanya utaratibu wakati wanampeleka Lissu mahakamani. Watampeleka na gari chache, sio kama gari mwanzo nyingi zilikuwa zinapeleka Tundu Lissu mahakamani. Watampeleka na gari chache. Halafu wale magereza wanaomsindikiza Lissu watavaa nguo za magereza, lakini sio wale wa magereza fake au bana najua issue zote. Watapanda kwenye gari lake na watakuwa wamejifunika. Si mnanielewa? Watampeleka Lissu mahakamani. Naona kati Lissu wanapeleka mahakamani au kati gari narudi au wanampeleka, gari ya Lissu zitavamiwa. Lissu atapigwa bunduki za kutosha za kichwa, na Paul Makonda kama sema mpige za kichwa, sio za kiuno alizopona, kama mwanzo nilipo hapa maelekezo. Na wale wasindikizaji mtawapiga bullet feki. Mtawapiga bullet zile feki ionekane nao wamepigwa bunduki, wameumizwa. Lakini Makonda kasisitiza kabisa kwamba Tundu Lissu apigwe bunduki za kichwa. Na akawa anasema kabisa toka mwanzo walikosea sana kuwa wanamsindikiza Tundu Lissu na msafara mkubwa sana na security wengi sana. Akasema pale walikosea vibaya, huyu jamaa tungekuwa tumeshamaliza. Hayo yalikuwa ni maneno ya Paul Makonda akiwa anaongea na mkuu wa magereza. Watafanya hiyo issue, umeona? Akawa anasema kabisa Angela Kiziga atawapa nini, uniform zinazofanana na za magereza, ili onekana nao msindikiza ni wale wa magereza, kwa sababu hawakutaka, kwa sababu taka kutoka pale magereza lazima usaini mfanye vitu gani. Lakini akasema ataongea na mkuu wa magereza, watafanya dili. Na hilo dilo kama enda kumwambia na Samia Suluhu Hassan Ikulu, akawa amepitisha hiyo, ama wampe sumu kidogo kidogo ya kumzofisha. Lakini Paul Makonda kana semaje, ili naona ni nzuri zaidi, kwa sababu itaonekana liko hadharani kwamba kuna watu wamevamia ule msafara, na itaonekana pale bunduki zimpige Lissu kichwani, na hataki tena za kiunoni kama alivyowaagiza mwanzo alipona. Akawa anacheka sana huyo Paul Makonda. Ambacho naweza nikasema ni kwamba huu msafara umenipa na wasiwasi kubwa sana kabisa. Hamwezi mkampeleka mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani bila mawakili wake kujulishwa. Hilo ni kosa la jinai. Bila mawakili wake kujulishwa, hilo ni kosa la jinai. Mmekosea sana. Na kitu kingine nimekuja kushangaa watu na dada Hilda na watu wengine, kwamba kwa nini Miliwadi amejua na ametegesha kamera zake kabla Lissu hatajafikishwa mahakamani. Miliwadi ni mtandao. Miliwadi anaongozwa, Miliwadi ni serikali ya mali haramu, ndio amemweka pale, ndio wanaomlipa. Haposti kitu bila kuruhusiwa na nani? Na akina Samia. Paul Makonda ndio maana amejichagua kwa kusimamia vyombo vya habari
Kwa ajili gani? Control ni remote. Leo post ile, leo sema hii, leo sema hii, mpaka nani huyu Miliwado anafanyaje? Huwa ana nini? Tarehe huwa anasogeza tarehe au anapunguza tarehe. Ili hata pale alipopost unaweza kuona kama tarehe kama leo. Ukachagua ni kama imepostiwa jana, lakini tarehe ikaja jana. Kumbe imepost leo. Au akaongeza masaa. Ionekane kwamba masaa kadhaa mbele au masaa kadhaa nyuma. Anafanyaga sana Miliwadi hicho kitu. Kwa hiyo niwaambieni kabisa hicho sio kitendo kizuri. Makonda, hicho sio kitendo kizuri kabisa. Nikwambie wewe Kikwete, wewe Samia. Huyo ni kiongozi mkubwa. Na huwezi kumfananisha nao takataka kinapoa Makonda mavi ya kunuka. No. Tundu Lissu ni mtu mkubwa sana yule. Kwa hiyo kitendo mlichokifanya mmeonyesha kitu fulani. Na hakuna nchi yoyote inaweza kuwaelewa. Yaani kila siku nyewe mnaharibu. Amani anautaka sana urais huyo Paul Makonda. Na anataka huo urais akiingia anakaa madarakani anavunja ile kodi ya Nyerere, hatoki. Na ndio maana wanafanya juu chini, wanataka kumuua Nchimbi ili yeye awe makamu wa rais. Kiwa makamu wa rais kama mnavyojua Samia ni mtandao. Huyu ni mtandao. Makonda tena wafu. Kikwete. Kwa hiyo hawa itakuwa ni familia. Anakuambia mnamwona nani? Museveni. Mnaona Museveni amevoka? Anakuambia ninaingia 2030. Sitoki, naenda kuvunja rekodi ya Nyerere. Na naingia, cha kwanza ni kufuta vyama vingi. Na enzi Nyerere chama kimoja cha sisimizi. Chama kimoja cha sisi nini? Cha sisimizi. Ndugu wa Tanzania, fikirieni au mawazo. Na ndio maana wanakazana kutaka kumuua nani? Nchimbi. Ndio maana anakazana kufanya nini? Hawa watu hawafai. Hawafai tena. Nchimbi kuwa makini, Nchimbi anafuatiliwa mguu huu hapo unainuka huko hapo mguu mwingine. Hao ambao mzunguka wote ni sumu. Alafu Makonda anakuja kusema kwamba tunatukana mtandaoni, mnatukana rais gani? Tanganyika tukwambia tuna rais. Sema kabisa Lecho Dangwa unamtukana Samia. Usizungushe. Mama kumsembe wewe. Alafu anakuja kuongea aongee mambo ya nani ya Wasenge wakati wewe ni choko. Wewe na Kainani mbona mnafirana useme? Abduli na Sumai. Samia na Angela Kiziga wanarambana vinembe. Alafu anakuongea vitu gani? Yaani mnaua watu kwenye taifa, hamtaki Loma ni waongee. Hamtaki. Wakae kimya kwamba okay mmeua basi okay, whatever. Itakuwa ni cha design gani? Na ndio maana Paul Makonda anautaka urais, anakuja kufuta vyama vyote. Anakuambia anataka kae serikalini kama Nyerere alivyokaa, na anataka avunje rekodi. Anakuambia unaona Museveni na watoto wake na wajukuu zake wako Ikulu muda 24 hours wamerelax. Ndicho anachotaka, watoto wake wakulie pale, watoto wake wale waje kama rais, watoto wake si vijukuu vyake, si watu ndugu zake, si familia yake, ndio anachokitaka yeye, ndio chake kiwaza yeye. Sasa najiwaza mbona Nchimbi hajawahi kuambia kama anataka urais? Yale maneno yote anayotukana ni Nchimbi. Yale maneno yote yakijibia anayetaka urais ni yeye. Asikwambie mimi urais si utaki, mimi naangalia unaotaka urais, sijui nafanya vitu. Wewe unautaka urais, unatamani hata Samia kama inawezekana adondoke, wewe uwepo pale. Kabisa hicho ninachotaka. Lakini kama unajua Paul Makonda, wewe sio Mungu. Ukae kwa kutulia. Yuko mahakamani, huyo Kenge ameamua kumpeleka kimya. Lissu yuko mahakamani, wewe Samia wewe unampelekaje kimya Lissu mahakamani? Mnampelekaje kimya? Yule ana lawyers. Jamani, Chande ni mzaa
Mzanzibari. Ningeshangaa Mtanganyika gani angetuingiza kwenye msara? Chande ni Mzanzibari jamani. Chande kumamako msenge wewe, nili Zanzibari jamani. Sijui mnanielewa? Ina hasira mwenzenu jamani, ina hasira. Chande ni Mzanzibari. Na vifo vilivyohesabika vya Watanganyika ni 10,518. 10,518. Waliotekwa ni 1,724. Mnanisikia vizuri nyie? Mnanisikia? Ndugu wa Tanganyika, dunia hii ndugu yangu hawezi kuweka siri siku zote. Chande ni Mzanzibari ninapowaambia. Ndio maana nilikuwa najifikiria huo ushombo vipi? Chande ni Mzanzibari pure straight away 100%. Chande sio Mtanganyika. Si mnanielewa? Hana hasara na Watanganyika hata kidogo. Ndio maana ningeshangaa, ndio maana mtu akachagua kwamba ngoja nichague joho la nini? La majaji waje kunisafisha. Chande Mzanzibari na sio Mtanganyika. Mlijue hilo. Mpumbavu yule, ndio maana ana uchungu kabisa na Watanganyika wenzetu. Usiku wa leo wanataka wamalize Nchimbi. Kwenye vikao vyao hivyo hapo, Mwigulu anajua, na ndio maana wakamkalisha pamoja Nchimbi na Mwigulu. Eti ili hata akifa nani Nchimbi, ile picha ndio ipostiwe sana mtandaoni. Si mnanielewa? Na mipango hiyo Mwigulu amekaa pale anajua kinachoendelea kuhusu Nchimbi. Samia anajua kinachoendelea kuhusu Nchimbi. Kenani anajua kila kitu kinachoendelea kuhusu Nchimbi leo, usiku wa leo. Yaani wameweka miadui yote, unajua ile mkaka kama sokwe. Wameweka wale majangili watupu miwaji pale. Wanataka kwamba Nchimbi akifa wamuweke Makonda ndio awe makamu wa rais. Wao wanachotaka Nchimbi akifa Makonda awe rais. Na unajua nani? Kazi zao wanazozifanya na vitu vyao wanavyovifanya, kazi zao ni kuua tu binadamu, kuua watu na kuteka watu. Fikirieni. Samia malize muda wake afu nani Makonda awe rais, inaweza kuaje? Ni mauaji maradufu, mara 10,000 kidogo. Maana hapo tu Arusha ana mahandaki amezika watu ya kufa mtu. Mahandaki amezika watu wengi. Sasa ukiangalia Kigamboni na jumba lake lile pale, kuna mashimo kila kona. Pale kutoka nani kwenye jumba la Makonda, ukiingia barani ni sekunde 2 3. Kuingia barani wanaua, wanatupa sana baharini pale. Leo mnataka mumue Nchimbi kivipi? Hiyo anaijua Angela Kiziga, Paul Makonda. Wanakuambia kama tulivyomuua nani Magufuli, huyu ni wakupita tu tumalize. Si mnanielewa? Huyu ndio kufanyaje? Ndio kufikia tu tumalize. Ambacho nikasema kwamba wanakuambia mipango yao imekuwa ikigoma. Kuna mpango wao ambao umekuwa umeshamtegeshea, lakini umeshangaa Nchimbi amepona. Sasa hivi hawataki alale, hawataki, wanataka aondoke, afe, hawataki hata kumuona. Mimi ambacho naweza nikasema kwamba haina haja ya kumua Nchimbi, na muache na mshindwe kabisa, na mshindwe. Maana Nchimbi ndio sababu mkolee karibu, kwa sababu Gwajima kidogo ametolea nje. Japokuwa mnamfuatilia 200. Kitima ndio usiseme. Yule baba Bagonza si Bamanzo si Bagonza. Yule babu Bagonza nani KKT. Hao wote mnataka maue. Sasa mnaona sasa hivi kwa huyu ndo kasisogeza karibu. So walitaka kiki baada ya tume. Walitaka mmalize Gwajima. Gwajima kashtuka. Kachomoa betri. Sasa Nchimbi ndo wamembana sasa hivi. Na wamembana kwa ajili ya vikao hivi, kwamba kuna vikao. Lakini vikao vyake yote, jicho la Samia lote tunamaliza leo. Leo asikimbie huyu, asitoke huyu, asitutoroke huyu. Mnaona tulivyomfanya nani Magufuli? Huyu tumuondoe na yeye.
Kikwete huyo hapo na ipo Makonda huyo, yani macho yote yako kwa Nchimbi hapo. Yako kwa Nchimbi. Apate shida hospitali tayari moyo amekufa kwa ajili ya moyo. Acheni masuala yenu ya kipumbavu. Ona yale makaratasi ndio idadi ya vifo vya Watanganyika. Zile karatasi mlizoona pale report ile ndio ilikuwa idadi ya vifo vya Watanganyika. Sasa angalia ile rundo moja ni ngapi? Rundo la pili ni ngapi? Ni ile karatasi moja, unajua karatasi ni vidogo sana. Sasa mrundo wa zile karatasi. Mrundo wa zile karatasi ndugu zangu ndio ilikuwa idadi ya marehemu waliouawa na Samia Suluhu Hassan. Walikuwa wameandika idadi yote imeandikwa pale. Sasa nani anataka wajue idadi? Yaani mimi nijipeleke. Mnaumwa ni naenda kuchoma zangu. Ndio maana akasema sitaki ile kwa mimi ndio maana kwa naongea pale kwa yaani ukiona kabisa alitoka kwenye mstari. Mnaziona zile pale. Zile pale. Mnaniona? Nasema tena pale. Yaani watu wakizukia pale, ile ndio ilikuwa idadi ya watu. Sasa fikia idadi wale mfu. Na baada ya pale shule zilifunguliwa. Watoto 2500. Hiyo serikali imeficha. Watoto 2500 hawakuonekana mashuleni mpaka leo. Na siku zote hizo walikuwepo kabla nini? Kabla maandamano. Sasa ukiniangalia watoto 2500. Hao ni watoto ambao hawajaonekana mashuleni Tanzania nzima. Baada ya Samia kuua Tanganyika na polisi. Watoto 2500 hawakuonekana mashuleni. Walitoa hiyo idadi kwa Samia. Mlisikia wameongea? Mlisikia wamesema kwamba jamani, baada ya hivi vita tumepiga Watanganyika, tumewaua, ila kuna watoto 2500 hawajaonekana mashuleni. Waliongea? Na hiyo ni idadi yote ililetwa kapelekewa Samia. Watoto 2500 hawajaonekana mashuleni baada ya mauaji uliofanya Samia. Sasa niambie, watoto 2500 hawakuonekana. Kuacha waliokufa. Au watoto 2500 shuleni hawajaonekana, watu wazima. Hao ni wanafunzi hawajaonekana, hawajafanya mitihani. Je, hiyo inakuja je? Kuacha 2500 hao ni wanafunzi. Je, watu ambao sio wanafunzi walikuwa ni wangapi? Mimi niko serious na hii taifa. Mimi sio kilanga. I don't give fuck really. Samia umeua Watanganyika mamilioni kwa maraki kwa maelfu. Nakwambia kabisa. Mamia, maelfu, maraki, malaki. Mnaangalia, mnakumbuka zile nani? Zile gari Costa zilikuwa zinaenda nani Arusha. Wanakuambia zinajaa ni 70 kwa 80 na zinajaa mpaka juu kila siku. Kwa siku zile zote. Zile gari zilikuwa zinafika pita pale. Ni gari 60 mpaka 70. Gari 60 70 na zile ni Costa ambazo zilikuwa zinajazwa maiti. Zinajazwa maiti, zinajaa maiti wanaenda kuzika. Fikirieni, Samia ndugu yangu taifa liko lifikisha wewe. Alafu leo unakimbia kimata kama muue Nchimbi. Bado ufikiri vifo ambavyo umeua na bado unataka wewe watumishi wa Mungu. Na wakati hawa ilikuwa ni sosi wanavyoongea, chukua. Jifunze. Hakuna anayezaliwa anajua kila kitu. Hakuna. Acheni mauaji Kikwete, Abduli, acheni mauaji. Mambo yenu yatanyoka. Ndio maana kila kitu kimegoma. Kila kitu kimegoma. Kila kitu. Mjifikirie jamani, ni nini hizi maiti hizi mlizoua Watanganyika mliowaua? Na bado yani hiyo ni mbaya sana.
watu wanaugulia na bado mnafikia kuwaua wengine. Samia, pumzika mauaji. Kikwete, acha. Paul Makonda, acheni. Waachieni hata wakina Polepole, wakina Lissu. Waachieni watu kwenye mahandaki. Hivyo mnajipa wenyewe pressure. Mkiwaachia mtarelax, mtakaa kwa amani, mtaomba msamaha. Mtaona jamani. Hata sura zitanemeka, mtarudi kwenye kidogo. Waachieni watu, wakina Mdude, wakina Soka. Hata Mungu angalau hawaone, amewasahau. Ziko zinachapishwa jamani, feki ziko zinachapishwa. Mnanielewa? Repoti ziko zinachafichwa. Ile repoti ambayo ilikuwa pale Samia akasema ni za kwake peke yake. Ile repoti tunakumbuka imepelekwa Zanzibar kuchoma moto. Kwa hiyo zile feki ziko zinachapishwa. Zifungwe vile vile, ziwekwe hapo. Zile feki zinachapishwa, zinawekwa hapo. Kwambia ziko karibia mashine 30 na ngapi. Zote wako. Sio unajua mashine zinavolia. Ni machapisho tu. Mimi na mashoga zangu kila kona jamani. Mimi napenda watu wanavyonipenda. Mashoga zangu wanachapisha jamani. Wanachapisha zile feki. Ina maana hata itu Samia kitoka madarakani, mtu kama rais atakuja mwingine ataona zile report kama vile alivyosoma Chande. Wakifungua anaona ni yale. Kumbe fekero. Original zote zimeenda kupigwa kiberiti Zanzibar, na habari ndio hiyo, na huo ndio ukweli. Original zimeenda kupigwa kiberiti wapi? Zenji. Huo ndio ukweli kabisa. Yule Chodangwa ni anataka kuligawa taifa. Anataka kutuunganisha serikali na kutugawa. Mimi ni wagawa na kati nyewe ndio waje mnaogawana wenyewe. Nani anayewaambia mtaka kumua Nchimbi? Nani anayekwambia mwafuatilia mnataka kuwaua? Hakuna mtu asijua tabia zenu, na acheni kuongea vitu ambavyo havipo. Acheni fikira za kuwaua watu. Mmemuua John Pombe Magufuli, Rostam, wewe Paul Makonda, Kikwete, Samia. Mkamlia doria baba watu, mmemchinjilia mbali. Umekaa kwenye hicho kiti. Leo kinakutoa makamasi. Wewe Samia Suluhu Hassan. Leo yule pale, yule dada wa watu, Jenista, ameleta tu matokeo tena kwa uzuri kabisa. Mauaji ya tarehe 29 kaja kampa matokeo yote Nchimbi. Amekuja amekuta haupo wewe Samia, kampa Nchimbi. Ulichokifanya ni kitu gani? Sitaki kumua. Kwa nini mmempa Nchimbi? Anataka kuchukua urais wangu. Hata uchukuaje kama umejiweka madarakani kwa miaka 5? Si usubiri miaka 5 ishe. Sasa mbona unaweza kuwezeka hata mwaka bado? Hata miezi 6 bado. Unaweweseka. Kwa nini unaweweseka? Na kwa nini unafikiri watu wengine tabia chafu kama hizo ulizonazo wewe, muuaji? Chimba amekwambia kwamba mimi urais nautaka sana urais, sio nini? Amekwambia ndaka tena kisha kangomelea urais. Amekutajia hivyo. Kuliko chukua yeye. Ni bora tumue sasa hivi yeye Paul Makonda. Makonda ndio akae kwa kingasti changu kile kinanikuna vizuri wewe. Huyu yule Chodangwa mdomo wake anatugawa, mimi ndio nagawa serikali. Ni wagao, ni mashika mapombo, mimi na bunduki, mimi na jeshi. Mimi na polisi mimi. Wewe nakuuliza wewe nani? Samia, wewe Kikwete. Haya mauaji mnayotaka kufanya kwa viongozi wa dini, tena wote wa Kristo, ni ushetani. Na bado mtaka muue Nchimbi ambaye unajua kabisa umemweka hapo kama mfanyakazi au mtu, tena yuko chini yako, wewe ndio uko juu, uko umejiweka. Unaendesha serikali kama yaani unataka kuendesha kila Tanganyika kama unavyojua wewe. Ufuati katiba, unafanya unavyotaka, unaenda unavyotaka, unafanya unavyotaka. Alafu unakuja kusema kwamba Chodangwa anaigawa serikali. Nchimbi usisikize vitu vyote, au wakina fulani usisikize kitu chochote. Kwa nini wasisikize? Na wakati hao madereva ambao mmemwekea Nchimbi, madereva wote ni mtandao. Kila
kila mtu ana maelekezo yake, madereva wote wenye magari hayo, kwamba wote enda sana, ukifika mbele utasimama afu itakuja itafanya hivi, ionekane ajali, kwamba wewe kuliko kufa tafanya hivi, utaruka. Wewe acheni vitu vya kipumbavu, acheni mambo ya kipumbavu. Kwa nini msitoe hiyo hivyo mkaokoka, mkamjua Mwenyezi Mungu au Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kila siku unavaa ushungi hivi, unavaa mingine umejibumika shetani. Wewe ni mbwa, ni maraya, ni mavi, ni takataka wa mwisho. Samia, unavovaa unakitoka hivi sasa hivi kuna nguvu na hivi. Jamani, ulikuwa na jicho. Ukimwangalia bwanako Kikwete, mwenzangu ina msimamo. Ukimwangalia hapo Makonda ndio usiseme. Sasa hivi unaangalia. Kumbe zamani ilikuwa ni danga. Sasa hivi lile jicho lote limeisha, macho yote ya mauaji yamebakia tu pale. Hata kuangalia kwenye miwani unaangalizia hivi. Nasema hizi report ni za kwangu peke yangu. Lazima kila mtu amejua kuna kitu. Hakuna sehemu inayosema kwamba hizo report umeitoa mwenyewe, halafu useme kwamba hizi ni za kwangu peke yangu. Hata yule kichawa barabarani anayepita angekwambia kuna kitu pale. Kuna bomu pale, kaona linambomokea, analikimbia hilo bomu. Wewe unasema zote ni za kwako. Mtu tasiniulize tena, umesema karibia mara 3 mara 4. Msiniulize. Mtu yoyote asiniulize. Mnaliona lile rundo lote pale? Lile rundo ndo limejaa watoto. Yani lile rundo mnaloliona pale ndo majina yote ya wauaji walioua pale. Sio majina, yani ndio idadi. Yale makaratasi yote mnayoona pale ndo idadi ya vifo vya Watanganyika. Amani anautaka sana urais huyo Paul Makonda. Na anataka huo urais akiingia anakaa madarakani anavunja ile kodi ya Nyerere, hatoki. Na ndio maana wanafanya juu chini, wanataka kumuua Nchimbi ili yeye awe makamu wa rais. Kiwa makamu wa rais, kama mnavyojua, Samia ni mtandao. Huyu ni mtandao. Makonda tena wafu. Kikwete. Kwa hiyo hawa itakuwa ni familia. Anakuambia mnamwona nani? Museveni. Mnaona Museveni amevoka? Anakuambia ninaingia 2030. Sitoki, naenda kuvunja rekodi ya Nyerere. Naingia, cha kwanza ni kufuta vyama vingi. Na enzi Nyerere chama kimoja cha sisimizi. Chama kimoja cha sisi nini? Cha sisimizi. Ndugu wa Tanzania, fikirieni au mawazo. Na ndio maana wanakazana kutaka kumuua nani? Nchimbi. Ndio maana anakazana kufanya nini? Hawa watu hawafai tena. Nchimbi kuwa makini. Nchimbi anafuatiliwa, mguu huu hakuna inuka huko hapo mguu mwingine. Hao ambao mzunguka wote ni sumu. Alafu Makonda anakuja kusema kwamba tunatukana mtandaoni, mnatukana rais gani? Tanganyika tukwambia tuna rais. Sema kabisa Lecho Dangwa unamtukana Samia. Usizungushe. Mama kumsembe wewe. Alafu anakuja kungawa aongee mambo ya nani ya Wasenge wakati wewe ni choko. Wewe na Kainani mbona mnafirana useme? Abduli na Sumai. Samia na Angela Kiziga wanarambana vinembe. Alafu anakuongea vitu gani? Yaani mnaua watu kwenye taifa, hamtaki Loma ni waongee. Hamtaki. Wakae kimya kwamba okay mmeua basi okay, whatever. Itakuwa ni cha design gani? Na ndio maana Paul Makonda anautaka urais, anakuja kufuta vyama vyote. Anakuambia anataka kae serikalini kama Nyerere alivyokaa, na anataka avunje rekodi. Anakuambia unaona Museveni na watoto wake na wajukuu zake wako Ikulu muda 24 hours wamerelax. Ndicho anachotaka, watoto wake wakulie pale, watoto wake wale waje kama rais, watoto wake si vijukuu vyake, si watu ndugu zake, si familia yake, ndio anachokitaka yeye, ndio cha kiwaza yeye.
Sasa najiwaza, mbona Nchimbi hajawahi kuambia kwamba anataka urais? Yale maneno yote anayotukana ni Nchimbi. Yale maneno yote yakijibia anayetaka urais ni yeye. Asikwambie mimi urais siutaki, mimi naongelea unaotaka urais, sijui nafanya vitu. Wewe unautaka urais, unatamani hata Samia kama inawezekana adondoke, wewe uwepo pale. Kabisa hicho ninachotaka. Lakini kama unajua Paul Makonda, wewe sio Mungu. Ukae kwa kutulia. Usiku wa leo wanataka wamalize Nchimbi. Kwenye vikao vyao hivyo hapo, Mwigulu anajua, na ndio maana wakamkalisha pamoja Nchimbi na Mwigulu. Eti ili hata akifa Nchimbi, ile picha ndio ipostiwe sana mtandaoni. Si mnanielewa? Na mipango hiyo Mwigulu amekaa pale, anajua kinachoendelea kuhusu Nchimbi. Samia anajua kinachoendelea kuhusu Nchimbi. Kenani anajua kila kitu kinachoendelea kuhusu Nchimbi leo, usiku wa leo. Yaani wameweka miadui yote, unajua ile mkaka kama sokwe. Wameweka wale majangili watupu miwaji pale. Wanataka kwamba Nchimbi akifa wamweke Makonda ndio awe makamu wa rais. Wao wanachotaka Nchimbi akifa Makonda awe rais. Na unajua kazi zao wanazozifanya na vitu vyao wanavyovifanya, kazi zao ni kuua tu binadamu, kuua watu na kuteka watu. Fikirieni, Samia malize muda wake afu Makonda awe rais, inaweza kuwaje? Ni mauaji maradufu, mara 10,000 kidogo. Maana hapo tu Arusha ana mahandaki amezika watu ya kufa mtu. Mahandaki amezika watu wengi. Sasa ukiangalia Kigamboni na jumba lake lile pale, kuna mashimo kila kona. Pale kutoka kwenye jumba la Makonda, ukiingia barani ni sekunde 2 3. Kuingia barani wanaua, wanatupa sana baharini pale. Leo mnataka mmoe Nchimbi kivipi? Hiyo anaijua Angela Kiziga, Paul Makonda. Wanakuambia kama tulivyomuua Magufuli, huyu ni wakupita tu tumalize. Sina nielewa. Huyu ndio akufanyaje? Ndio akufikia tu tumalize. Ambacho nikasema kwamba wanakuambia mipango yao imekuwa ikigoma. Kuna mpango wao ambao umekuwa umeshamtegeshea, lakini wameshangaa Nchimbi amepona. Sasa hivi hawataki alale, hawataki, wanataka aondoke, afe, hawataki hata kumuona. Mimi ambacho nikasema kwamba haina haja ya kumua Nchimbi. Na muache na mshindwe kabisa, na mshindwe. Maana Nchimbi ndio sababu mkolee karibu, kwa sababu Gwajima kidogo ametolea nje. Japokuwa mnamfuatilia 200. Kitima ndio usiseme. Yule baba Bagonza, si Bamanzo, si Bagonza. Yule babu Bagonza KKT. Hao wote mnataka maue. Sasa mnaona sasa hivi kwa huyu ndo kasijisogeza karibu. So walitaka kiki baada ya tume. Walitaka mmalize Gwajima kashtuka. Kachomoa betri. Sasa Nchimbi ndo wamembana sasa hivi. Na wamembana kwa ajili ya vikao hivi, kwamba kuna vikao. Lakini vikao vyote yote, jicho la Samia lote tunamaliza leo. Leo asikimbie huyu. Asitoke huyu. Asitutoroke huyu. Mnaona tulivyofanya Magufuli? Huyu tumuondoe na yeye. Kikwete huyo. Hapo na ipo Makonda. Huyo, yani macho yote yako kwa Nchimbi hapo. Yako kwa Nchimbi. Apate shida hospitali tayari moyo amekufa kwa ajili ya moyo. Acheni masuala yenu ya kipumbavu. Oya. Jaji Chande, nilikwambia umeichoma nchi na umeharibu nchi. Naelewa? Yaani kama mngalijua hiyo ripoti yenu, mngenyamazia. Sawa? Ila mmeamusha kidonda kilichokuwa kinaikaribia kupona, mmekiamusha. Oya, Abduli mtoto wa Samia. Abduli mtoto wa Samia. Unajisikiaje baada ya magari yako kuchoma moto? How do you feel? Unajisikiaje? Na hapa hatujafikia uhai wako, sawa? Magari yako na bado. Na mimi niwaambie kitu moja. Hasira ipo kwa Tanzania, sio kwangu tu peke yangu. Yaani mumepandisha uchungu, yaani
mumefufua maumivu ya Moto 29. Hilo mlijua kabisa. Na mimi naongea sio kupapasa, si kufresha ama nini. Yaani chande. Umeharibu nchi. Abuduli, dada yangu Maria Sarugi. Nimeona umeposti ya kwamba inawezekana Abduli amefanya kile kitu kutoka kwenye ripoti ya Jaji Chande. Hakuna mtu anaweza kututoa kwenye ripoti ya Jaji Chande. Dada yangu Maria Sarugi, muda mwingine tumia akili basi. Yaani hakuna mtu anaweza kututoa kwenye ripoti ya Jaji Chande. Hilo liweko wazi. Hakuna Mtanzania mjinga. Watanzania si watoto wadogo. Sawa dada Maria? Yaani ile ni hasira za wananchi, na wananchi wana hasira mno. Yaani chochote kile sisi tumesha kuwa mavampa Maria. Unaelewa? Yaani unawaza kitu unakuja kuongea kwa mitandao tu unaandika. Sawa? Yaani watu wana hasira dada Maria. Hilo liko wazi. Watu wana hasira. Watanzania wana hasira. Yaani sidhani kama CCM wako tayari kupoteza hata gari. Yaani CCM wapoteza hata gari yake moja. Kama walikuwa na uwezo wa kutua kwa sababu ya kuchoma sheria ya mafuta, washiriki kutua kwa sababu ya kuchoma magari. Yaani Abduli ajitolee kuchoma kampuni yake ya magari. Sawa? Ashindwe kuchoma nani yake ya magari, ashindwe. Washimu yake ya magari ashindwe kuchoma. Haiwezekani. Sasa dada Maria, hawa CCM kutua sio shida. Lakini tumeambiana hivi, dada Maria. Chande ameharibu nchi. Na mimi si mwanaharakati. Mimi ni Mtanganyika mzalendo. Kwanza mimi silipo na shirika lote. Mnapoita wanaharakati, mimi si mwanaharakati. Sina shirika ninalolipo nalo. Kwa sababu unaweza kuwa lipo na mtu unafuata maagizo yake. Mimi ni mzalendo kama mimi. Sawa? Sina mtu anayenilipa mimi. Hayupo hata mmoja. Sasa Abduli unanjinyea. Naombeni wanangu vijana wenzangu. Tuamke. Sabasaba maandamano, taharuki ziwepo za kutosha ili wajue kwamba si hayo tu. Yaani usiku wa leo atikezekana tuendelee kuwachomea. Yaani zichomwe wanangu wa Mara. Mimi ni Mkuria. Wanangu wa Mara mimi nawakubali wanangu. Mjeni angusha. Tuchome kila kitu. Kila ambacho cha CCM kichomwe. Unaelewa? Wametomisha wao, wametutoa kwenye usingizi wao. Wametuingiza kwenye vita wao. Na maandamano yetu ya tarehe 7, sikilizeni, maandamano yetu ya 7. Si maandamano, ni maandamano ya amani. Ila watakavyotupokea wao ndivyo tutakavyoingia nao. Unaelewa? Yaani maandamano yetu sisi ni ya 7. Ila narudi hivi, ila watakavyotupokea wao ndivyo tutakavyowapokea. Chande, ulisema ya kwamba polisi hawakuwa na silaha. Waandamanaji walikuwa na silaha. Okay, tuko na jeshi la JWTZ. Waandamanaji walikuwa na silaha. Ili hali polisi wasiwe na silaha. Na kama mbona polisi hawakufa wengi, lakini waandamanaji ndio walikufa wengi? 10,000 walikufa, 10,000. Sasa tunakuja road. Mwisho tuchafua. Mimi kama mimi sasa kunywa damu ya CCM ni kitu rahisi kwangu. Yaani kumuua CCM alafu nikanywa damu yake ni kitu rahisi mno. Jambo la pili, mkasema Humphrey Polepole alijitaka juu ya mapenzi. Mdude alijitaka juu ya mapenzi. Soka alijitaka juu ya mapenzi. Hiyo ndio imeamsha hasira za wananchi. Chonchori wa Sirari Mara alijitaka juu ya mapenzi. Mkono mtafuta di Masafa mumuue. Masafa yule wa Mara Sirari alijitaka juu ya mapenzi. Akakimbizwa kwa usalama wake. Wanangu, dada Maria Sarugi, nakuomba. Dada Maria Sarugi, nakuheshimu sana. Kuwa makini unapokuwa unaandika vitu. Ni wananchi wenye hasira kali ndio wamechoma magari ya Abduli. Period. Tunataka mapambano yasonge mbele. Asante sana wazalendo. Tusonge mbele wanangu. Au sio? 7 tupo road. 7 tupo road. 7 tupo wapi? Road. 7 tuko wapi? Road. Haturudi nyuma. 7 imefika wanangu. 7 imefika. 7 imefanya nini? Imefika. 7 maandamano makubwa. Nchi yetu au kifo tutashinda. Nchi yetu au kifo tutashinda. 7 ipo. Sikiliza, niliwaambia hivi. Na bado, yani sisi sasa hivi wananchi wote hamna kudanganya, hamwezi tudanganya mura. Vita ni vita mura. Vita ni vita mura. Tunarudi barabarani 7. Mimi nitakuwepo road. Je, utakuwepo? Mimi nitakuwepo.
Yaani mwanangu mimi nitakuwepo. Yaani kwa hapo tulipofikia 7 tupo. Yaani mwanangu sikiza. Yaani inadhihirisha wazi Samia Suluhu Hassan anaichukia Tanganyika. Na CCM ni mfano wa kumfuga nyoka. Ukimfuga nyoka yule, ukampa chakula, mwisho wa siku ile nyoka atakugeuka, atawala watoto wako, hata wewe mwenyewe inawezekana hata wewe mwenyewe atakupoteza. Sawa? Atapita na huyo joka. Kwa hiyo CCM ni joka mkubwa ambaye hafai kuwa katika taifa letu la Tanganyika. Sasa basi, kwa nini nasema hivyo? Hebu mtazama Humphrey Polepole. Ungemwambia Humphrey Polepole angekuja kutekwa na hawa majoka ambao ni CCM, angekukataza mara moja. Kipindi akiwa katibu mwenezi wa CCM. Unaelewa? Kipindi alikuwa anasafisha uchafu wao, kipindi alikuwa anasafisha ujinga wao. Sasa mimi naomba niwaambie kitu moja. Nyie macho wa CCM. Sawa? Nyie macho wa CCM na CCM wote kwa ujumla. Na wote na huyo ambaye ni katibu mwenezi wa CCM, sikiliza. Leo hii wewe unatumika kuitengeneza CCM na kuisafisha CCM. Lakini unajua kwamba CCM ni joka mkubwa ambaye anawameza wote. Leo hii wewe Wasira, wewe sijui nani, utekaji unausikizia kwa mwenzako. Ukikupata ndio utajua maana utekaji ambao ni CCM. Sasa inafaa tuungane sote tumtoe joka mkubwa ambaye ni chatu, ambaye amewameza watoto wetu Moto 29, amewameza watoto wetu, amemwaga damu za watoto wetu. Inafaa tuungane wote tumpoteze. Inafaa wote tuungane. Sasa mimi nashangaa wewe Mtanganyika ambaye upo ndani ya CCM. Unamshabikia Samia ambaye ni Mzanzibari, ambaye ameamua kuimaliza Tanganyika. Kwa nini nasema hivyo? CCM ukiwa msema kweli kwa muda huu unapotezwa. Mfano ni hivi. Humphrey Polepole wamempoteza wao. Kwa sababu gani? Kipindi alikuwa anafuata sheria zao za kijinga za kuandamiza watu, alikuwa yupo salama. Ila kipindi amekuja kuomba msamaha mbele ya wananchi na kujisafisha kwa wananchi na ukemea uovu, wamempoteza. Sasa je, wewe CCM upo salama? Jibu ni kwamba huyo joka hajakupata. Hiyo joka kikupata, hiyo joka ndio utajua maana yake. Bado hata wewe mwenyewe upo salama. Haupo salama. Yaani kwamba ni kwa sababu hujafikiwa. Yaani kwa sababu haujafikiwa. Hebu muone Gwajima. Gwajima ameukataa utekaji. Mwana CCM huyo tu. Tena msisemu kabisa kindakindaki. Unaelewa? Tena upo kwenye kamati kuu ndani ya CCM, mshauri ndani ya CCM, lakini amefukuzwa ndani ya CCM. Kwani kwa sababu ni joka. Joka ambalo alitaki uovu ukemewe. Sasa tunafaa tuungane wote 7 tumtoe joka mkubwa. Muungane wananchi wote, tuungane wote 7 kwa sababu iwezekani watu wameuawa, Moto 29, watu wamekufa, watoto wa watu wamekufa, wengine wamesagwa kwenye viwanda vya simiti. Alafu wewe unakuja kuambia watu waandamanaji walikuwa na silaha, walikuwa kwenye mafunzo, ila polisi wetu wako na silaha. Hivi unaona kwamba chuki ambayo mlitengeneza kati ya raia na polisi, yaani mmetengeneza chuki. Na mimi niwaambie kitu moja, wewe CCM. Unajua CCM sio chama cha kisiasa, ni chama cha dola. Yaani kimeshika jeshi, kimeshika askari. Kwa hivyo wanajiona kwamba wako na silaha, wana nguvu. Wanaweza wakakontrol wananchi wanavyotaka wao. Ila muda huu sasa hivi nguvu tunazo, uwezo tunazo na haki tunayo. Kwa nini tunaingia barabarani tarehe 7 na kitaumana? Tutakinukisha. Unaelewa? Kwa sababu mmesema Chadema walihusika. Pole sana. Hata CCM hata CCM wenyewe waliokuwa wamekata majina yao. Kumbuka mliwakata majina yao wana CCM. Samia huyo alikata tu majina huko juu. Samia. Sasa sikiliza, 7 tunakuja. Tunachokuja kwani tunakuja kudai nini? Kuna mtu anajiuliza maandamano ni ya nini? Naomba nikupe jibu. Maandamano ya kwanza, jambo la kwanza, tunataka serikali hii haramu ambayo tuitambui iondoke madarakani. Tupate uchaguzi urudiwe, tupate uchaguzi wa huru na haki. Tunaitaka tume huru ya uchaguzi. Maana mimi ninaponiambia Samia ni rais simtambui hata siku moja. Kwa hivyo wananchi, hii serikali hauitambui. Kwangu mimi serikali siitambui hata kidogo. Si kwa sababu mimi kwanza sio Chadema. Kwa taarifa zenu mimi kwanza sio mwanaharakati, mimi ni mzalendo. Sipo kwenye shirika kwamba nahudumiwa na mtu. Mimi hakuna shirika ambalo linanilisha mimi. Naishi maisha yangu tu ya mahangaiko.
Lakini ninachotaka mimi ni katiba. Tunataka tume huru ya uchaguzi. Hilo na kwanza. Tunataka serikali ya mpito. Serikali ya mpito, tunaitaka serikali ya mpito ambayo itakuwa ni ya kuwajali raia. Unaelewa? Mimi sio lazima mimi nikuemo hapo, sawa, kwenye meza ya maridhiano sio nini. Alafu tunataka serikali hawajitokeza. Huyo mama yenu muuaji anayenuka ajitokeze hadharani, aseme alifusika kwa mauaji, ataangaze mwenye ajitaji. Unaelewa? Yaani maridhiano ya wananchi sio rahisi. Maana sio asiri wewe mwenye mapoa, wewe asira mwenye mapoa makubwa. Kwanza nyinyi wanawake mnapitia mengi sana. Kuna mwanamke analala na wasira. Sio asira mapoa makubwa, sura ngumu, macho mabaya, mapua matako lipo tu. Sasa tunaongea tu kama maridhiano yetu sisi ya chama, maridhiano yetu sisi ni wananchi. Wananchi mlakoseni wananchi. Mlisema waandamanaji walikuwa na silaha, kwa hivyo hamna ambacho mlitukosea nyie. Sisi tunafuata ombe nyie msamaha, sio nyie mtombe msamaha. Sasa mnataka maridhiano yapi na wananchi? Wananchi ndio sisi. Ama mimi ndio naelewa vibaya? Wananchi ndio sisi. Sasa sisi wananchi hatuhitaji maridhiano yenu. Tunataka katiba mpya. Tunataka utekaji ukomeshwe mara moja. Haiwezekani ni nchi kuna watu wanatekwa, kusema kweli tunapotezwa. Yaani wao tu naisha. Eti wanapotezwa mapenzi. Mapenzi? Mapenzi nyie. Mapenzi Mapenzi yanapoteza watu, si ndio? Madeni yanapoteza watu, si ndio? Wow. Ni vizuri. Wewe nadhani nishaelewa. Cha tatu, tunataka uhuru wa kujieleza ndani ya nchi yetu. Tunataka ajira. Vijana wanadai ajira. Vijana wanadai kazi. Wewe vijana wanataka kazi. Tunataka polisi wa kuwa independent, polisi wa kuwa kivyao, sio polisi wa CCM. Tunataka polisi wa kuwa watu ambao wanajitegemea. Alafu waliohusika kwa mauaji ya ndugu zetu wachukuliwe hatua za kisheria. Kufikia sasa hivi, Muliro hafai kuwa ofisini. Wambura hafai kuwa ofisini. Mafwele hafai kuwa ofisini. Mtu yote ambaye ni kiongozi wa idara ya usalama hafai kuwa ofisini. Wanafaa kuwa wamepisha upelelezi ufanye kazi. Wamewekwa kando, upelelezi unaendelea. Nashanga. Haya bana, tutaona baada 7 tupo road. Vijana, 7 tuonane. Kama we machinga, unaonewa, bodaboda unaonewa. Tuungane barabarani. Asanteni sana. Nawapenda. Constable Kenya.